إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع إمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، فهذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك. فعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ndugu Waislamu, wazee wangu wapendwa, mwanzo kabisa narejesha shukurani za dhati kwa Muumba wa mbingu na ardhi, yule aliyestawi juu ya arshi, na vile vile namtakia rahma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu mbora wa kuigwa katika kila sampuli ya ibada, Abul Qasim. Anwani ya khutba ambayo kwamba nimeikusudia bihaulillahi wa madadi itakuwa ni ujubu taati rasuli sallallahu alayhi wasallam, wajibu wa kumtii mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kufata nyayo zake ama sunna zake. Innal haditha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam laysa hadithan adiya, innahu hadithun an sababi hidayatina. Tunapomzungumzia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ayuha alahibba, tusione kuwa ni mazungumzo kama mazungumzo ya kawaida. Hasha wa kalla, bila shaka tunamzungumzia kiumbe, bila shaka tunamzungumzia kiongozi
ambaye kwamba lau tutamwandama ipasavyo ni sababu ya sisi kuongoka na kufanikiwa duniani na kesho akhera. Ahibati fillah, naishu fi zamanin kathurat fihi al-ara'u wa ta'addadat fihi al-manahiju wa ikhtalatat fihi al-aswatu. Tunaishi zama ambazo kwamba rai na maoni imekuwa nyingi mno. Kila mmoja ana maoni yake. Mimi naona, wewe waona, sisi twaona, wao waona. Tumeishi zama ambazo kwamba kila mmoja ana njia yake na kila mmoja anavutia kwa njia yake. Twaishi katika zama ambazo kwamba sauti za bishana, sauti zimechanganyikana. Imefikiria hadi huyu Muislamu wa kawaida hajui amshike nani, hajui liman yastami'u wa man yuti'u wa man yattabi'u, amtegee nani sikio, amsikize nani mkweli. Hajui amtii nani, hajui amfate nani. Ndiyo zama ambazo kwamba tunaishi ndani yake. Nitawaombeni kwa heshima na taadhima, fa'iruni alquluba wal asma, tegeni masikio kwa makini, mzisongeze nyoyo zenu karibu kwa hizi dakika 2-3 zilizoko mbele yetu, tuweze kuambizana, tuweze kukumbushana malhal, vipi mtu atajisaidia. Hebu tegeni masikio kwa makini, mzisongeze nyoyo zenu karibu, asa sote tukatoka na kauli ya sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilayka almasir. Tutazungumzia madha qala rabbuna tabaraka wa ta'ala وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما قال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون لهم الأئمة الهدى في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Katika khutba yetu leo tutazungumzia mwanzo kabisa Mwenyezi Mungu anatueleza nini kuhusu kumfata mtume sallallahu alayhi wasallama. Kisha tutazungumzia mtume mwenyewe sahibu sunna anatueleza nini kuhusu kufatwa yeye. Kisha tutataja baadhi za kauli za wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Tutazungumzia baadhi za kauli za masahaba wa mtume, wanatuambia nini kuhusu kumfata mtume sallallahu alaihi wasallama. Kisha tutataja walokuja baada ya masahaba wanatuelezaje kuhusu kumfata na kumwandama mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ahibba, yaqulu subhanahu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Mwenyezi Mungu anamwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam, anamwambia ya Muhammad, sema uwaambie, ikiwa kweli mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifateni mimi. Ndugu Waislamu, mtume anataka kufatwa. Hili ndo kubwa mtume anazengea, hili ndo kubwa mtume anataka. Fattabi'uni, nifateni. Hii aya ndugu Waislamu, almufassiruna wameita kuwa ni ayatul mahabba ama ayatul mihna. Kuna baadhi ya watu ambao kwamba walijigamba wanampenda Mwenyezi Mungu, lakini walikuwa wazito kumfata mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akawapa mtihani kwa hii aya. Qul, sema ya Muhammad uwaambie,
in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi ni wa kweli eti mnampenda Mwenyezi Mungu, ikiwa nyinyi ni wa kweli katika madai yenu ya kumpenda Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anawapeni mtihani upi? Fattabi'uni, nifateni. Katika matunda ya kumfata mtume, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum, na nyinyi Mwenyezi Mungu atawapendeni na atawasameheni makosa yenu. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anaendelea kutueleza katika kitabu chake, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Ama kwa hakika mna kiigizo chema kwa nani? Wote duniani weke pembeni. Katika hii aya Mwenyezi Mungu ametutaka tumfanye mmoja tu awe ndiye role model. Laqad kana lakum fi rasulillahi, ama kwa hakika mna kiigizo chema kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa yule ambaye kwamba anatarajia mkutano na Mola wake, na yule ambaye kwamba anaamini ipo siku atarejea kwa Mwenyezi Mungu subhana, na anamwamini Mwenyezi Mungu subhana, na akakithirisha utajo wa Mola wake tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu anazidi kutueleza, ayuhal ahibba man yuti'i rasula faqad ata Allah, yeyote ambaye kwamba atamtii mtume basi ajue amemtii Allah. Katika hii aya Mwenyezi Mungu alishikamanisha taa yake na taa ya mtume sallallahu alayhi wasallama. Man yuti'i rasula, yeyote ambaye kwamba ataamua kumtii mtume, akamfuata mtume maamrisho yake, akajiweka mbali na makatazo yake, basi asidhanie imeishia kwa mtume. La, man yuti'i rasula faqad ata Allah, yeyote anayemtii mtume basi ajue amemtii Allah azza wa jalla, kwa sababu ni Allah ndiye alomtuma huyo mtume. Kama alivyosema tena katika aya nyingine, ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu rasul, enyi mloamini mtiini Allah na mtiini vile vile mtume sallallahu alaihi wasallama. Mwenyezi Mungu ametutaka huyu mtume tuwe ni wenye kumtii, kama vile mtume alitutaka tuwe ni wenye kumfata. Kikubwa anachotakiwa kwa mtume kwetu sisi ndugu Waislamu ni kutiiwa na kufatwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anazidi kutueleza, ayuhal ahibba wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, enyi Waislamu, yale alowaleteni mtume yapokeni kwa mikono miwili, yale alowaleteni mtume yakumbatieni, na iwapo kuna jambo amewakanyeni basi komekeni. Bado Mwenyezi Mungu anatuhimiza kumfata na kumtii mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu anazidi kutueleza, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, enyi mloamini msitangulize maneno yenu ama kitendo chochote mbele ya maneno ya Mwenyezi Mungu, mbele ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallama. Ukipata Mwenyezi Mungu amesema, mtume amesema, basi usitangulize maneno ya yeyote mbele ya maneno ya Allah, usitangulize maneno ya yeyote mbele ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallama. Hatari yake Mwenyezi Mungu anasema, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alimun, na wachukue tahadhari. Mwenyezi Mungu anatoa tahadharisho, na wachukue tahadhari. Nani? Wale ambao kwamba wanakhalifu amri ya Mwenyezi Mungu, wale wanaokhalifu amri
ya mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, wasije wakapatwa na fitna ama na adhabu inayoumiza. Ndani ya Qur'ani, ndugu Waislamu, aya ambazo kwamba zinahimiza kumfata mtume na kuchukua tahadhari ya kumkhalifu mtume ni aya nyingi mno. Wanazuoni wetu wanatuambia ni aya takriban aya 80 ambazo kwamba Mwenyezi Mungu ndani ya kitabu chake ametutaka tuwe ni wenye kumfata mtume wetu sallallahu alaihi wasallama, tuwe ni wenye kutembea nyuma ya mwenendo wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallama, na tuchukue tahadhari ya kumkhalifu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Sasa hebu tuone mwenyewe sahibu sunna mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza nini kuhusu kufatwa yeye, kuhusu kufata nyayo zake, kuhusu kumtii na kumsikiza. Anatueleza nini mtume sallallahu alaihi wasallam? Ahibati fillah, kwa hadithi ambayo kwamba imepokewa na al-Imam al-Hakim. Msimulizi wa hadithi ni sahaba Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Anasema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimminikie, anasema ya ayuhan nasu inni qad taraktu fikum ma in ittasaqtum bihi falan tadhillu abada, kitab Allahi wa sunnat nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. Enyi watu, nimewaachieni vitu viwili, lau mtashikamana na hivyo vitu viwili kamwe hamtopotea. La kwanza akataja akasema ni kitabu cha Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, na cha pili alowahi kukitaja akasema na sunna na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya pili imepokewa na al-Imamu Abu Daud na Tirmidhi. Msimulizi wa hadithi ni sahaba anajulikana kama Irbad ibn Sariyah, na haya maneno mtume aliyataja karibu na siku zake za mwisho kuondoka duniani. Baadhi ya jopo la masahaba lilimtembelea mtume sallallahu alaihi wasallam. Jumla ya maneno ambayo kwamba aliyazungumza, aliwaambia masahaba, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Enyi masahaba wangu, yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu atamkunjulia umri, yule Mwenyezi Mungu atampa umri mrefu baada yangu mimi kuondoka duniani, fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi, ataona tofauti nyingi mno katika hii dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi alitoa bishara ya maradhi yatazuka baadaye kuwa kesha ondoka duniani, na haukuwa mwendo wa mtume ataje maradhi asitaje dawa. Haukuwa mwendo wa mtume. Yeye akiondoka duniani kuna maradhi yatazuka. Kwa bahati mbaya daktari atakuwa hayupo duniani ambaye kwamba ni mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akawacha nyuma dawa ambayo kwamba itatibu hayo maradhi. Akawaambia, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathiran fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Mkiziona hizo ikhtilafu, wapi pa kukimbilia, wapi mtu atasalimika? Mtume akatoa barabara moja, akasema wakati huo shikamaneni na sunna zangu, shikamaneni na mwenendo wangu na mwendo wa makhalifa wangu, ambao kwamba makhalifa ni wanne ala al-ijma: Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman na Sayyidina Ali, kama ilivyokuja katika hadithi, al-khilafatu min ba'di 30 sana, ukhalifa baada yangu mimi utakuwa kwa miaka 30. Abu Bakar alitawala miaka 2 na miezi kadhaa. Umar aliwahi kutawala kwa miaka 10 na miezi kadhaa.
Uthman alitawala miaka 12, Saidna Ali akatawala miaka 6. Ikaangukia maneno ya Mtume, alkhilafatu min ba'di 30 sana, fa'alaykum bisunnati wa sunnati alkhulafai rashidin almahdiyin. Mkiziona hizo ikhtilafu, kimbileni kwa sunna zangu na sunna za makhalifa wangu, zishikeni barabara, ziumeni kwa meno ya magego, msikubali kuziachia, zizuieni hivyo hivyo. Ni watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewaongoza na wanaongoza kwa idhini ya Allah. Kisha Mtume akatahadharisha akasema, wa iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Na watahadharisheni, chukueni tahadhari na mambo ya uzushi. Mtume alipatia uzushi hukumu, akasema uzushi ni upotofu. Hakuna siku uzushi utakuwa ni uongofu, la. Uzushi ni upotofu, unampelekea mtu kupotoka katika njia sahihi, kupotoka katika njia inayomridhisha Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Mtume anazidi kutueleza kama ilivyokuja katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha khataba ihmarrat aynah wa ala sawtuhu washtadda ghadabu hatta kaannahu mundiru jaysh. Anasema huyu sahaba anajulikana kama Jabir ibn Abdullah, akijaribu kumsifia Mtume wakati anasimama juu ya mimbar. Vipi Mtume alikuwa? Anasema alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu, rahma na amani zimminikie, akitoa hutuba, akiwahutubia masahaba, macho yake yalikuwa yanabadilika, yanakuwa mekundu sallallahu alaihi wasallam, na ananyanyua sauti yake inapanda, sauti yake inakwenda juu, na ghadhabu zinamzidi wakati anazungumza, kwa sababu anazungumza na watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliwaita kuwa ni vizito. Sanafrughu lakum ayuha thaqalani, lazima wapate dozi ya kisawasawa, dozi ambayo kwamba itawasaidia kabla ya wiki ya pili kuja. Mtume ndiye daktari, anajua namna ya kuzitibu hizi nafsi. Kisha baada ya Mtume kusema sabahakum wa masakum, alikuwa akiwaambia masahaba, bu'itu ana wasaa kahatain, nimetimilizwa umbali wangu mimi na kiyama ni mfano wa vidole viwili. Na alikuwa akishikamanisha vidole vyake akionyesha masahaba, kisha akiwaambia, inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah. Alikuwa Mtume kila mara akisema amma ba'du, alikuwa akisema haya maneno, fa inna khairal hadithi kitabullah, maneno mazuri ya yeyote katika walinganizi kuzungumza si visa vya ajabu, la, ni maneno ya Allah. Na maneno mazuri ya mtu kusikiza ni maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu, na mwendo uliokuwa mzuri ni mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na akisema na mambo ambayo kwamba ni ya shari, ni mambo ya uzushi wote ni upotevu. Ndugu Waislamu, kwa hadithi nyingine Mtume bado anatuonyesha, anataka aandamwe, anataka tumuige, anataka tufate nyayo zake, wala tusiwe ni wenye kumkhalifu Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ambayo kwamba ni muttafaqun alayhi. Mtume anasema, da'uni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bisualihim wa ikhtilafi anbiyaihim. Ikiwa kuna jambo nimenyamazia, basi na nyinyi nyamazieni, niwachieni yale ambayo kwamba sijazungumza. Anawaambia masahaba, kisha kawaambia, ama kwa hakika waliangamia wale waliokuwepo kabla yenu nyinyi, yani ahlul kitabi. Sababu mbili kuu ambazo kwamba ziliwapelekea wakaangamia, walikuwa na maswali ya ajabu, walikuwa na maswali ambayo kwamba hayana kichwa la miguu. Si makosa kuuliza kwa ajili ya kutaka kujua,
misingi ya dini yako ama ahkamu ya dini yako, lakini kuna maswali mengine hayana faida ya dunia wala akhera. Mfano, mtu azuke aje tuambie, naam, tumesoma kwenye Qur'ani Nabii Musa alitupa bakora chini, bakora ikabadilika ikawa nyoka. Je, ule mti wa ile bakora ulikuwa ni mti gani? Je, ulikuwa ni mpera ama mchungwa? Tukipata jawabu ndio nini? Kuna maswali ambayo kwamba hayana faida na dunia ya mtu wala hayana faida na akhera ya mtu. Waliambiwa Banu Israil, idhbahu bakara, chinjeni. Wakaja na maswali mengi, tumchinje ng'ombe yupi, mwenye rangi gani, akoje. Wakapata taklifu katika jambo hilo. Basi Mtume anatueleza waliangamia kwa wingi wa maswali yao, na jambo la pili lilowapelekea waangamie kwa ajili ya kutofautiana na mitume wao, kwa ajili ya kuwakhalifu mitume wao. Mitume wao wanawaelekeza twendeni kulia, wao wanashika kushoto, twendeni kushoto, wanashika kulia. Alhasil wanaihtalifiana na mitume wao. Waislamu tahadharini kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallama. falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alimun. Kisha Mtume akasema, fa in nahaitukum an shay'in fajtanibuhu wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhu ma stata'tum. Ikiwa nimewakanyeni jambo jiwekeni mbali, na ikiwa nimewaamrisheni jambo fanyini kwa kadiri ya uwezo wenu. Katazo Mtume alituambia tuepuke nalo, ama amri Mtume akatutaka tufanye kwa kadiri ya uwezo wetu. Mtume anazidi kutuhimiza ahibati fillah kwa hadithi ya mama yetu Aisha radhiyallahu anha wa ardhaha. Mtume anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Yeyote ambaye kwamba atazua katika dini yetu ya Uislamu, yeyote ambaye kwamba atazua katika hii dini jambo ambalo kwamba halina msingi katika hii dini, jambo ambalo kwamba halina mashiko kwa kitabu, jambo ambalo kwamba halina mashiko kwa sunna, basi Mtume anasema ataregeshewa, haina nafasi kwa dini ya Allah. Kama ilivyokuja katika riwaya nyingine, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun ay mardudun ala sahibi. Yeyote atafanya kitendo chochote kile, hicho kitendo alichokifanya hakina dalili kwa dini ya Allah, basi ataregeshewa. Uislamu ni mfano wa glasi iliyojaa maji. Ukija utie maji yako kwenye ile glasi, yale maji yako hayana nafasi kwenye glasi, yatadondoka chini, kwa sababu Uislamu shakamilika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yeyote atafanya ibada yoyote haina mashiko, ataregeshewa, haina nafasi katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Siku moja wapo Mtume ameketi na masahaba akawaambia, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Umma wangu wote utaingia peponi. Lakini Mtume hakuishia hapo, alifanya istithna. Kuna wengine akawavua akasema, ila atakayekataa kuingia. Masahaba wakapigwa na butwaa, hivi kuna mtu atakataa kuingia peponi? Na peponi kuna mambo ambayo kwamba macho haijapatapo kuona wala masikio haijapatapo kusikia. Kuna mito ya asali, kuna mito ya maziwa, kuna mahurlain, wanawake wa peponi. Bali kuna neema kubwa kuliko zote, neema ya kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu. Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Masahaba wakamuuliza Mtume, wa man ya aba ya Rasulullah, nani atakataa kuingia peponi? Mtume akatoa jawabu la mkato, man ata'ani dakhala aljanna wa man aswani faqad aba. Atakayenitii ataingia peponi, atakayeniasi mwenyewe kesha kataa kuingia peponi. Mtume anazidi kushikamana na sunna zake aliposema, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yeyote ambaye kwamba atajiweka mbali na sunna zangu si katika mimi. Mtume wetu ametutaka ndugu Waislamu vile vile kama alivyotutaka Mwenyezi Mungu, tuwe ni wenye kumtii na tuwe ni wenye kumwandama. Tuwazungumzie kwa haraka masahaba, baadhi ya masahaba wa Mtume. Vile vile wametutaka tuwe ni wenye kumfuata Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Tukianza na Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ardah.
wakati mtume anaugua maradhi ya kumwondosha duniani, aliandaa jeshi, akamkabidhi bendera sahaba anayejulikana kama Usama ibn Zaid ibn Harith. Wakati ule Usama ana miaka 18, karibu na 20, baina 18 na 20. Kijana mdogo alipatiwa bendera awe ni qaidul jaish. Wanaenda kupambana na Rum. Wakati ule Rum ndo wanajulikana kama superpower. Jeshi limetoka, lipofika katikati ya safari, jeshi likapata salamu nyuma, mtume hatunaye tena, kesha aga dunia. Wakapiga abautan, wanarejea katika mji wa Madina, mtume kesha aga. Alipozikwa mtume, Abu Bakar akachaguliwa kuwa khalifa. Masahaba wakapata habari Abu Bakar anataka kutoa jeshi ambalo kwamba mtume alikuwa amelitoa lende katika vita. Baadhi ya masahaba wakamfuata Abu Bakar, wakamrai, wakamwambia, usimpe Usama bendera, ni kijana mdogo. Angalia katika kibaru sahaba, katika masahaba watu wazima. Hivi vita ni vita vizito. Nini alisema Abu Bakar? Alisema, abadan, siwezi toa bendera kwa mikono aliyoiweka mtume sallallahu alaihi wasallam. Innama ana muttabi'un wa lastu bimubtadi'i, mimi nafata mtume wala simzulii mtume. Usama, chukua bendera, yalla tawakkal. Akarejesha bendera kwa mikono aliyoiweka mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Saidna Umar wakati anabusu Hajar al-Aswad, hukumu yake kuibusu ni sunna, aliyasema maneno haya na waloko pembezoni wanamsikia. Alisema nini? Alisema, wallahi inni la a'lam annaka hajar la tadur wala tanfa walaula anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Wallahi mimi najua wewe Hajar al-Aswad, wewe ni jiwe, haudhuru wala hauleti manufaa, na lau nisingemwona mtume akikubusu nisingelikubusu. Kwa hivyo Umar anabusu Hajar al-Aswad. Kwa nini? Kwa sababu alimwona mtume sallallahu alaihi wasallam akibusu Hajar al-Aswad. Saidna Ali wakati anazungumzia masala ya fiqh, mtu anapotawadha akavaa hofu ama soksi, akitengukiwa na udhu, anapotawadha halazimiki kuvua tena zile hofu ama soksi zake. Akifika miguuni atapukusa juu ya miguu na inakubalika. Ikiwa ni msafiri amepatiwa nafasi ya siku 3. Ikiwa ni mkaazi si msafiri amepatiwa masaa 24. Saidna Ali alisema, lau kana dinu birra'i lakana asfalul khuffi awla bilmas min a'la. Lau hii dini ya Uislamu ingekuwa ni dini ya rai, lau hii dini ya Uislamu ingekuwa ni dini ya maoni, mimi naona, wewe waona, sisi twaona, ina ubaya gani? Lau hii dini ingekuwa inapimwa na akili sampuli hizo, basi na mimi ningeleta maoni yangu. Wapi? Anasema, ningesema badala ya kufuta juu ya hofu, ningesema tufute chini, kwa sababu chini ndiyo yenye kukanyaga uchafu. Lakini akasema, la, fa inni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khufayhi, mimi nilimwona mtume akifuta juu ya hofu zake, na akili yangu nitaiweka kando, nitaandama sunna ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, maudhu ni marefu, lakini khairul kalami ma qalla wa dalla, mazungumzo mazuri ni machache ambayo kwamba akili inaweza kubeba. Tulikuwa tunazungumzia uwajibu na ulazima wa kumtii na kumfata mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Tumewahi kuona aya kadhaa Mwenyezi Mungu anatutaka tumfate mtume, na tumemwona mtume vile vile akitutaka tuwe ni wenye kumfata, na tumeona vile vile baadhi za kauli za masahaba 2 watatu wakituhimiza tuwe ni wenye kumwandama na kumfata mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Na soha nitawausieni kwa hizi zama ambazo kwamba tunaishi ndani yake, zama ambazo kwamba rai na maoni imekuwa mingi mno. Kila mmoja anakuja na kauli hii, mwingine anakuja na kauli hii. Hizi zama ambazo kwamba kila mmoja anavutia kwake, hizi zama ambazo kwamba tunasikia sauti, na ni zama za mitandao ya kijamii. Wapi mtu ashike? Shikamana na sunna ya mtume wako.
Nikimalizia na maneno ya al-Imamu Zuhri ili uyafahamu haya ninayozungumzia, anatuambia ala Allahi albayan wa ala rasuli albalagh wa alaina taslim. Mwenyezi Mungu hii dini ni yake, yeye ndo alotoa ramani ya hii dini, yeye ndo alochora plan ya dini ya Uislamu, kwa sababu dini ni yake. Mtume alikuwa haswali, ikateremka amri ya swala, akaanza kuswali. Alikuwa hafungi Ramadhani, ikateremka amri, akaanza kufunga. Ilikuwa hakuna zaka, ikateremka amri, akaamrisha zaka. Mwenye alitoa ramani ya hii dini ni mwenye dini, naye ni Allah. Kazi ya mtume ni kubalighisha. Naam, Mwenyezi Mungu amewataka kwa mswali, niangalie ni mimi ninavyoswali. Naam, Mwenyezi Mungu amewataka mfunge, nisikizeni mimi mfunge vipi. Naam, Mwenyezi Mungu amewataka mwende hija, nisikizeni mimi hiyo hija muifanye vipi. Ala Allahi albayan wa ala rasuli albalagh wa alaina taslim. Mimi na wewe letu kubwa ni kusema sami'na wa ata'na. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، لا خيرا لمن كان لله عاصيا، وقد فاز المتقون كما قال عز وجل إن للمتقين مفازة. وأكثروا الصلاة والسلام على نبيكم كما قال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا على سنة نبينا وأمتنا على ملة حبيبنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان. الله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسه، وأعوذ به أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة، ألقى به في جهنم، وأقم الصلاة.